ajili ya neno la asubuhi ya leo. Kwa hivyo natumai mzima bwiri wa afya popote ulipo pale kwa ajili ya neno asubuhi ya leo. Takuwa na mpa nafasi, ila anasema kwamba Hayati akiwa Morichi ile pale ananipata vizuri. Hayati, natumai unategea na pia uko tayari kuweza kubarikiwa asubuhi ya leo. Kwa hivyo acha nimlete kwako mtumishi wa Mungu. Habari ya asubuhi ndugu Sam. Salama sana. Kochonjo? Niko chonjo kabisa. How is Luanda? Luanda is fine. Luanda is fine. Ya, nashukuru Mungu. Mmetulia tu, hamna wasiwasi? Tuna wasiwasi, tumetulia kwa Yesu. Wow. Amen. Karibu sana. Asante. Naam, kwa majina naitwa Samuel Mlama, nimeokoka. Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika kanisa la Jesus Celebration Center ambaye tunaongozwa mahali pale na mtumishi wa Mungu Pastor John Aunga, ambaye pia ni babangu wa kiroho na pia niseme ni mentor wangu kwa mambo mengi sana. Kwa hivyo nashukuru sana kwa wakati kama huu ambao amenipea ili tukaweze kushiriki pamoja neno la Mungu. Ningependa tukaweze tu kuomba ili tukaweze kuanza ibada hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa fadhili na wema zako. Asante Bwana kwa nguvu zako Bwana, siku hii ya leo ambao Bwana umetuamsha tukiwa salama. Tunasema ni asante Mfalme. Hata Bwana tunapoenda kusikiza neno lako, tuomba Bwana ukaweze kuzungumza nasi. Nena nasi Mfalme wa ajabu, kwa wema wako na kwa utukufu wako Mfalme. Neno hili Bwana likaweze kujenga imani yetu, likaweze Mfalme wa ajabu kubadilisha Mfalme wa ajabu maisha yetu. Asante kwa fadhili zako maana umetenda. Ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo msikilizaji, ni fursa njema ambayo Mungu ametupa asubuhi hii na siku hii ya leo ili tukaweze kusikiza kutoka kwake, na itakuwa jambo la baraka na jambo nzuri kwa Yesu. Nilikuwa nimeanza somo letu la mwezi huu, na kuna mambo ambayo tuliweza kuzungumzia hapo awali, na nikasema ya kwamba kuna kanuni ambazo kama Wakristo na kama wanadamu yafaa tukaweze kutembea ndani ili tukaweze kunawiri kwa kazi zote ambazo tunafanya kwenye maisha yetu. Na nikazungumza kuhusu kumtanguliza Mungu mbele, ya kwamba ili tukaweze kufanikiwa inatufaa ya kwamba tukaweze kutembea kwa kumtafuta Mungu kwanza kabla ya jambo lolote, kabla ya kazi zetu, ili tukaweze kupokea manufaa, tukaweze kupokea baraka tele katika maisha yetu. Na kanuni ya pili tukasema ya kwamba tukaweze kutembea katika hekima ya Mwenyezi Mungu, hekima ambayo inatoka kwa Mungu, ili Mungu akaweze kutuelekeza katika mambo ambayo tunafanya ili tukaweze kupokea baraka ambazo ameweza kuziandaa kwa ajili ya maisha yetu. Na siku ya leo ningependa tukaweze kuzungumzia kuhusu imani na utulivu. Kanuni ya kutembea katika imani na utulivu kwa Mungu. The principle of faith and rest. Yani tunatembea katika imani na utulivu kwa Mungu. Maana tunapokuwa na imani, tunaamini ya kwamba Mungu amechukua ushukani, na kwa hivyo sasa ni yeye ambaye anatekeleza kila hitaji la nyoyo zetu. Kwa hivyo ningependa tukaweze kusikiza yale ambayo Mungu anatueleza wakati huu. Kwa hivyo acha nikaweze kusoma kitabu cha Waibrania, the book of Hebrews chapter 11, Waibrania 11 mstari wake wa kwanza. Biblia inatueleza kuhusu imani. Basi imani ni nini? Tutasoma katika Waibrania, inasema ya kwamba basi
imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo ambayo tunayatarajia, mambo ambayo tunatarajia tukaweze kuyapata maishani mwetu. Na mambo ambayo mwanadamu hutarajia ni mambo ambayo ama ni vitu ambavyo yeye mwenyewe bado hajaviona. Unaweza kuwa unatarajia kitu fulani kwa maisha yako, licha hujakiona. Kile kitu ambacho kitafanya ukaweze kupokea hicho kitu ambacho unahitaji maishani mwako ni kwamba unaweka imani ya kwamba utapata. Na imani hii kwanza unaiweka kwa Mungu. Unaweka imani yako kwa Mungu ukitarajia kwamba Mungu anaenda kujibu maombi yako, ama Mungu anaenda kutekeleza hitaji lako. Ina maana kwamba unapokosa imani na unatarajia jambo lolote likaweze kutendeka kwa maisha yako, kuna njia ama kuna uwezekano ya kwamba kukipata itakuwa ni vigumu. Ndiposa nataka tukaweze kuzingatia somo hili la imani, ili ukaweze kuweka imani yako kwa Mungu kwa yale ambayo unahitaji, kwa vitu ambavyo umekuwa ukimwomba Mungu kwa muda na labda haujakuwa ukipokea. Kwa hivyo imani hii itatusaidia tukaweze kupokea kila kitu ambacho tunataka. Kwa mtazamo wa Biblia ya kwamba imani na utulivu inaashiria sana umuhimu wa kumtumainia Mungu, ambaye yeye ndiye mtekelezaji wa kila kitu, ambaye anawaruhusu waumini wakaweze kupokea ile tumaini kutoka kwake, wakaweze kupokea amani kutoka kwake. Ndiposa anatueleza kwamba imani bila matendo ni kitu bure. Ni kama tunafanya kitu, lakini wakati unaamini lazima uwe na tendo ambalo unafanya ambalo linaashiria imani yako. So living the faith rest life, it means partnering with God. Kuishi maisha ya imani na utulivu inamaanisha kwamba tunajihusisha na Mungu. He called us to do and trusting his complete work. Alituita tukaweze kuamini, yani vitu vyote ambavyo yeye mwenyewe aliviumba, kazi yetu ambayo alitenda. Kwa hivyo ni lazima tukaweze kuiweka imani yetu kwa Mungu. So faith is the key that unlocks God's rest. Imani ni funguo ambayo inafungua utulivu kutoka kwa Mungu. Imani ni funguo. Faith is a key. Ili ukaweze kufungua malango ya baraka yako, lazima utumie funguo ambazo ni za imani. Ili mtu akaweze kuingia katika nyumba, kwa nyumba yake ambayo labda alikuwa ameifunga, lazima awe na funguo za kufungua mlango huo ili akaweze kuingia ndani. Ni kama sasa sisi pia Wakristo na labda mtu yeyote ambaye anamwamini Mungu, ili tukaweze kuingia katika baraka zetu, ni lazima tuwe na funguo ambazo ni za imani. Kwa hivyo hatuwezi ingia kwenye baraka, hatuwezi ingia katika ufanisi wetu ambao labda tunauhitaji,
hatuwezi ingia kwa mambo mazuri ambayo labda tunatarajia kwa maisha yetu, kwa kazi zetu, bila imani. Kwa hivyo lazima tutumie funguo hizi za imani tukaweze kufungua malango ya utulivu kutoka kwa Mungu. Ina maana kwamba mtu ambaye hana imani kwa Mungu ni mtu ambaye hajatulia kwa maisha yake. Wewe ambaye hauna amani ni kwa sababu imani yako imefifia. Kwa hivyo ni lazima uwe na imani kutoka kwa Mungu ili ukapokea amani. You must have the faith of God for you to have the rest that is from God. Kwa hivyo sio tu kuamini ya kwamba Mungu anaishi, lakini ni kwamba tukaweze kuamini na tukaweze pia kufanyaje? Tukaweze pia kujiegemeza kwake. Kujiegemeza kwa mambo yetu yote ambayo tunatenda. Kwa vitu vyote ambavyo tunavifanya, tukaweze kujiegemeza kwake. Hiyo ina maana ya kwamba tunajihusisha na Mungu. We now become partners with God. Na tunapojihusisha na Mungu, Mungu anatusaidia, anatupatia imani. Anakuza imani zetu tukazidi kumtegemea yeye ili tukaweze kupokea utulivu. Kwa hivyo kwa chochote ambacho tunafanya, kwa jambo lolote ambalo unafanya, tumia funguo za imani ili ukaweze kutulia kwa maisha yako. Labda haujatulia kwenye kazi ambayo unaifanya. Labda haujatulia kwa biashara zako. Labda haujatulia hata kwenye huduma yako. Na maeneo yoyote ya maisha yako haujatulia. Ni kwa sababu gani? Imani yako imefifia. Imani yako kwa Mungu haipo tena. Ndiposa unajikuta uko na wasiwasi, unajikuta kwamba una uoga ndani mwako. Kuna uoga ambao unajitokeza ndani mwako, ambao unafanya huwezi timiza chochote. Hauwezi fanya lolote, ni kwa sababu ya uoga ambao umekuingia. Na uoga huu unakuja tu kwa watu ambao hawajamtumainia Mungu, hawajaweka imani yao kwa Mungu. Kwa hivyo ni lazima tuwe na imani ambayo inatoka kwa Mungu. Imani ambayo inatufanya tukaweze kusimama wima kwa kila jambo ambalo tunalifanya. Kwa hivyo chochote ambacho unawaza, chochote ambacho unahitaji, weka imani yako kwa Mungu. Na tunapojiegemeza kwake tunapata utulivu. Maana utulivu wa Mungu ni hali ya kiroho. We have that rest from God. God's rest is a state of spiritual tranquility. Yani ni ile hali ya kiroho. Labda unaweza kuwa unadhani ya kwamba utulivu ni jambo ambalo ni la kawaida tu. Hapana. Is a state of spiritual tranquility. Ile imani ambayo inatoka kwa Mungu inafanya mtu anakuwa na utulivu moyoni. Kwanza kwa hivyo ni hali ya kiroho, is a spiritual matter. So wakati wowote tunakoma na tunaanza kujifanyia mambo pasipo na imani, utapata kwamba uoga sasa na kutotulia inaanza kutupatia mwelekeo. Na unapata kwamba wakati sasa uoga na kutoamini, wakati inachukua ushukani kwa maisha ya mwanadamu, unapata anaanza kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Therefore, God is the source of our rest through faith. Mungu ndiye chanzo cha utulivu wetu kupitia imani. Haijalishi ni kitu gani ambacho unapitia, jambo gani ambalo labda unaona kwamba haliwezekani mbele za Mungu. Ni ile tunataka nikuambia kwamba ukaweze kuweka imani yako kwa Mungu ili ukaweze kuona mafanikio
kwa yale ambayo unafanya. Because the true rest of our souls is a gift from God offered to those who are weary. Yani, utulivu wa mioyo yetu ama nyoyo zetu ni zawadi ambayo inatoka kwa Mungu. Maybe that is something new that we are learning. Labda ni jambo geni ambalo labda wewe umesikia siku ya leo, ya kwamba utulivu wa mioyo zetu ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo imepeanwa kupitia kwa wale ambao wanaamini. Na wale ambao labda wamejawa na mizigo mizito wanapokea hii zawadi ya utulivu mioyoni mwao. Kwa hivyo Mungu anahitaji tukaweze kuwa na imani, tukaweze kumwamini yeye ili akaweze kutupatia utulivu moyoni. Hatuwezi kuwa tumetulia pasipo na imani kwa Mungu. Kwa hivyo ni lazima tuwe na imani ili tukaweze kufanikiwa kwa kila kitu ambacho tunakifanya. Wacha tukaweze kusoma kitabu cha Zaburi 62. The book of Psalms chapter 62 verse 1. Zaburi 62 mstari wake wa kwanza. Nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake, kwa kimya wokovu wangu kutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Huyu ni Daudi. Daudi anasema ya kwamba nafsi yake, anaomba ya kwamba nafsi yake yamngoja Mungu peke yake. Ina maana ameweka tumaini lake kwa Mungu, ameweka imani yake kwa Mungu. Na anasema ya kwamba anamngojea Mungu peke yake kwa ukimya. Wakati tunachukua nafasi yetu na kuweza kumtegemea Mungu kwa kila jambo tunalofanya, tunapokea utulivu moyoni. Mstari wa pili unasema ya kwamba yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu. Yani amejifunza kumtegemea Mungu. Nasi pia tunafaa tuweze kujifunza, tukaweze kujua kwamba maisha yetu na kila kitu ambacho tunafanya, vitu vyote ambavyo tunavifanya, tukaweze kuviweka mbele za Mungu. Tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Kupitia imani hiyo ambayo tunaiweka kwa Mungu, Mungu anaachilia baraka na utulivu ndani ya nyoyo zetu. Daudi anasema kwamba Mungu ndiye ngome yake. Mungu ndiye ngome yake. Ana maana kwamba yeye amejiegemeza kwa Mungu. Tunafaa kujiegemeza kwa Mungu. Tujue kwamba Mungu ndiye ngome yetu ambaye anatusaidia tusiweze kutikisika kwa chochote. Kwa hivyo imani yetu inatupeleka kwa Mungu ili Mungu akaweze kutustamilisha. Mungu akaweze kutufanya kwamba tusiweze kutikisika kwa chochote. Kwa kazi zetu tusiweze kutikisika. Kwa biashara, kwa familia zetu tusiweze kutikisika. Yani tumeweka tumaini letu kwake, awe kama ngome. Ngome huwa zinatumika kuweza kushikilia labda kwa wajenzi, inatumika kushikilia nyumba. Inashikilia vitu vizito visiweze kuporomoka. Kwa hivyo huyu Mungu yeye ndiye ngome yetu ambaye inafaa tukaweze kuenda tukaweze kukilia kwake. Tukaweze kujenga maisha yetu kwake kupitia imani. Na tunavyofanya hivyo unapata kwamba hatuwezi tikisika kwa jambo lolote. Kwa hivyo imani inatusaidia tukaweze kukaa karibu na Mungu. Imani inatusaidia tukaweze kujiegemeza kwake ili tusiweze kutikisika kamwe. Maisha yako, shughuli zako zote ambazo unazifanya, ziweke kwa Mungu
ili Mungu awe ngome ya kila jambo unalofanya. Daudi anasema kwamba moyo wangu unapokea utulivu kwa Mungu pekee. Kwa hivyo David just knew that even though he had wealth and possessions, he still wanted rest from God. Japokuwa Daudi alikuwa na mali, alikuwa na yani kila kitu ambacho alikuwa anahitaji, Daudi bado alikuwa anataka utulivu kutoka kwa Mungu. Na nimesema ya kwamba labda unaweza kuwa uko na mali, uko na kila kitu ambacho unahitaji, lakini unakosa utulivu ndani ya moyo wako. Na nimesema utulivu huu unatoka tu kwa Mungu. Na utulivu ili tukaweze kuwa nao lazima tukue na imani. Kwa hivyo we must have the faith of God for us to have the rest from God. Lazima tuwe na imani kwa Mungu ili tukaweze kupokea utulivu ambao ni wa kiungu. Kukosa kutulia kwa maisha husababisha mtu ama mwanadamu kufanya uamuzi usiofaa. Ndiposa nimesema kwamba ili tukaweze kupokea utulivu moyoni, ili ukaweze kupokea utulivu labda kwa ndoa yako, kwa biashara, kwa chochote ambacho unakifanya, weka imani yako kwa Mungu na Mungu anaachilia utulivu mioyoni ama nyoyoni mwa maisha zetu. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Wakorintho wa pili mstari wake Wakorintho wa pili 5:7. Biblia inasema kwamba maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. So it is what we trust but don't yet see that keeps us going. Yani ni kitu ambacho tunaamini lakini hatukioni, ambacho kinafanya tukazidi kuenenda, tukazidi kufanya labda shughuli zetu. Maana tuenenda kwa imani, si kwa kuona. Watu wengi tunataka tu kuona labda baraka ndo tuamini. Tunataka tu kuona ya kwamba tumenawiri ndo tuamini ya kwamba ni kweli Mungu ametenda. Lakini sio hivyo. Biblia inatuambia kwamba hatuenendi tu hivyo. Hatuenendi tu kwa kuona, bali tunaenenda kwa imani. Lazima uweke imani yako mbele. Sio lazima uone mafanikio ndio uamini ya kwamba Mungu ametenda. Kabla ya kuona mafanikio, lazima uamini ya kwamba Mungu tayari ametenda. Na wakati unafanya hivyo na kumshukuru Mungu ya kwamba Mungu ameshatenda, ijapokuwa haujakiona kile ambacho umekuwa ukitarajia, unapata kwamba Mungu anatenda. Kwa hivyo wacha tuende kwa imani, lakini sio kwa kuona tu, kwa mtazamo wetu. Labda umekaa kwa ndoa haujapata mtoto, na umekuwa ukitarajia Mungu, umekuwa ukimwomba Mungu akaweze kubariki na mtoto, na umeona kwamba umechelewa, umeomba lakini bado haujampata mtoto. Cha kufanya ni kwamba usikate tamaa. Kile ambacho unapaswa kufanya ni kwamba unakuwa na imani na unaanza kumshukuru Mungu kwa huyo mtoto ambaye unataka ama unamhitaji. Japokuwa haujaona dalili yeyote,
wewe anza kumshukuru Mungu kwa imani. Begin to thank God in faith, because we live by faith, not by sight. Tunaishi kwa imani, sio tu kwa kuona ama kwa mtazamo wetu. Kwa hivyo imani yetu itatufanya tukaweze kupokea mahitaji yetu yote ambayo tunahitaji. Wewe anza kumshukuru Mungu ukiwa umeweka imani yako kwake kwa chochote ambacho unafanya. Labda ni kazi, umekuwa ukiomba Mungu akusaidie akaweze kufungua njia za kazi, na labda haujapata mafanikio. Wewe endelea kumshukuru Mungu kwa imani. Weka imani yako kwa Mungu kupitia hiyo kazi ambayo unahitaji. Thank God for it. Hata kama hujapata, hata kama hauoni dalili yoyote, wewe mshukuru Mungu kwa imani. Na unapofanya hivyo unapata kwamba Mungu anaachilia hilo jambo ambalo umekuwa ukiliombea. Therefore, it is important that we don't underestimate the importance of faith in our lives as believers. Ya kwamba ni muhimu sana tusiweze kudharau imani ama umuhimu wa imani kwa maisha yetu kama waaminio. Kwa hivyo weka imani yako kwa Mungu ukaweze kupokea yale ambayo unahitaji. Because faith brings the power of God in the life of the believer. Imani inaleta nguvu za Mungu kwa maisha ya mwaminio. Mtu yeyote ambaye anamtumainia Mungu, Mungu anaachilia nguvu juu ya maisha yake. Kwa hivyo wakati Mungu anaachilia nguvu kwa maisha yetu, unapata kwamba tunasonga mbele, hatukati tamaa, maana Mungu tayari ameachilia nguvu zake kwetu. Na Mungu anaachilia hizi nguvu ili tukaweze kupokea yale ambayo yeye ametuwekea kwa imani. Kwa hivyo imani tu hatuioni tu kama jambo la kawaida, bali imani tunafaa mtazamo wetu uwe mtazamo ambao ni tofauti. Tujue kwamba tunapoamini tunapokea nguvu za Mungu ndani mwetu, nguvu za kufanya kazi za mikono yetu, nguvu za kufanya biashara zetu, tunapokea nguvu kwa ndoa zetu, tunapokea nguvu kwa kila jambo ambalo tunafanya. Kwa hivyo imani inatusaidia, imani inatupatia nguvu. Faith gives us strength. We receive that power from God. We receive that power that is divine to help us to move forward with everything that we are doing. Imani inatupatia nguvu kutoka kwa Mungu. Na imani hii inatufanya tukaweze kuwa wana wa Mungu. Na tunaweza kupokea yale ambayo tunahitaji kwa maisha yetu. Therefore, when we lack faith in God, we begin to work in the energy of the flesh. Yani, tunapokosa imani kwa Mungu, tunaanza kufanya kazi kwa nguvu za mili zetu. Working in the energy of flesh means working in our own strength, in our own abilities. Tunapokosa imani kwa Mungu, tunaanza kutembea katika nguvu za yani nguvu zetu wenyewe. Tunaanza kutembea kwa nguvu za mili zetu. Na inamaanisha kwamba tunaanza kujitegemea badala kumtegemea Mungu. Mtu yeyote ambaye hana imani kwa Mungu, unapata kwamba yeye anajifanyia vitu pasipo na Mungu. Yani yeye anajiamini ya kwamba anaweza fanya jambo lolote pasipo na Mungu. Ina maana hivyo. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye hajaweka imani yake kwa Mungu anajifanyia vitu yeye binafsi. Wakati mtu anaanza kufanya kazi yake mwenyewe pasipo na Mungu,
utapata kwamba hawezi endelea. Mafanikio hayawezi patikana kwa jambo lolote ambalo anafanya. Ni kwa sababu hajaweka imani yake kwa Mungu. Kitabu cha Waebrania 11:16 tumesema kwamba without faith it is impossible to please God. Without faith it is impossible to please God. Hebrews chapter 11 verse 6. Pasipo na imani ni vigumu sana kumpendeza Mungu. Without faith it is impossible to please God. Wacha tukaweze kusoma hicho kifungu, Waebrania 11:6. Biblia inasema kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo na imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Yaani wewe unapokosa imani kwa Mungu, wewe jua kwamba haumpendezi Mungu kwa jambo lolote ambalo unafanya. Hata kama labda unaona kwamba unanawiri kwa kazi zako, unanawiri kwa biashara zako, na una imani kwa Mungu, wewe jua kwamba haumpendezi Mungu kwa lolote ambalo unalifanya. Kwa maana inaendelea inasema kwamba kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wala mtafutao, wale wamtafutao. Wale wamtafutao wanapata thawabu. Wanamtafuta Mungu kwa nini? Ni kwa sababu wana imani kwake. They have faith in God. That's why they always seek him every day. Hauwezi kuwa ya kwamba uwezi kuwa unamtafuta Mungu na humwamini. Hauwezi kuwa na mahusiano na mtu yeyote kama humwamini. Labda una marafiki zako, una watu ambao unaweza amini kwa maisha yako, una marafiki ambao unaweza waamini. Lakini kama kuna mmoja wao ambao labda haaminiki, hauwezi taka kuwa rafiki yake. Ni pia just like us with Christians ama wanadamu. Sisi na Mungu lazima tuwe na imani kwake ili tukaweze kumpendeza. Kwa hivyo kwa chochote ambacho tunafanya hatuwezi mpendeza Mungu kama hatuna imani kwake. Hauwezi mpendeza Mungu kwa hiyo kazi ambayo unaifanya kama hauna imani kwake. Hauwezi mpendeza Mungu kwa hiyo ndoa kama hamna imani kwake. Wekeni imani yenu kwa Mungu ili mkaweze kupendezwa naye. Mungu anapendezwa na wale watu ambao wanamtafuta na wanamtafuta kwa imani. God loves those people that put their faith in him. Those that are seeking him every day. Kwa sababu tunamtafuta Mungu ni kwa sababu tuna imani ya kwamba ana uwezo wa kufanya jambo lolote kwa maisha yetu. One of the reasons why we are not walking into divine fruitfulness or walking into supernatural increase is because we operate independently of God. Jambo ama sababu moja ambayo inafanya kwamba hatuwezi tembea katika mafanikio, hatuwezi tembea katika ufanisi, ni kwa sababu ya kwamba tumejitenga na Mungu. Yaani tunajitenga na Mungu, tunakaa peke yetu, tunajifanyia vitu peke yetu, hatumuhusishi Mungu. Mtu ambaye ana imani kwa Mungu, yeye humhusisha Mungu kila kitu ambacho anakifanya. Any person that believes in God, trusts in God, he always invites God in everything that he does or she does. Kwa hivyo ni lazima tukaweze kuweka imani yetu kwa Mungu, tukaweze kupokea utulivu wa mioyo zetu. And when we walk and operate independently of God, we will never have rest in all things we do. Ya kwamba tunapoweka Mungu kando na kuanza kujifanyia vitu vyetu
kibinafsi, utapata kwamba hatawahi pata utulivu ndani ya mioyo yetu. Na nilisema ya kwamba utulivu unapatikana tu kwa imani tunapomwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Faith in Christ means the believer is a new creation with a new nature or new capacity for knowing, loving and choosing for God. Imani kwa Yesu Kristo inamaanisha kwamba tumeweka imani yetu kwa Kristo na sisi ni viumbe vipya. We are new creation. Kuna jambo jipya hapa tena. Ina maana kwamba ili uwe kiumbe kipya lazima uwe na imani kwa Mungu na lazima kuwa umempokea Kristo ndani ya maisha yako, because huwezi kuwa unamtegemea Mungu ama unamwamini Mungu kama haujampatia ama hujampokea Kristo ndani ya maisha yako. We become new in Christ when we receive him. Tunakuwa watu wapya kwa Yesu tunapompokea. Kwa hivyo ina maana kwamba kama hujampokea Kristo ndani ya maisha yako, wewe haujakuwa kiumbe kipya. You've not become new. You are not a new creation. You are still in darkness. Therefore, lazima umpokee Kristo ndani ya maisha yako, lazima umruhusu awe ndani ya maisha yako, lazima umkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili ukaweze kupokea imani. Na wakati unapokea imani hii, inakufanya uwe kiumbe kipya mbele za Mungu. Na wakati unakuwa viumbe vipya mbele za Mungu, tunapata uwezo wa kujua, uwezo wa kupenda na kuchagua Mungu kwa mambo yetu yote. Kwa hivyo lazima pia umpokee Kristo kwa maisha yako ili ukaweze kupokea imani ambayo inatoka kwake. Therefore, it's God's desire and plan that we learn to live by faith, because faith acknowledges our weakness and rests in God and his provision. Ya kwamba Mungu anapendelea kwamba na ni mpango wake ya kwamba tukaweze kujiegemeza kwake kwa imani, kwa sababu imani inatusaidia tukaweze kujua udhaifu wetu. Na kwa udhaifu huu tunapomtumikia Mungu na tunapomwaminia Mungu, anatupatia utulivu wake na tunapokea kutoka kwake. So our faith in God glorifies him. Kwa sababu ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa Mungu ya kwamba tukaweze kumwamini. Ni mpango wa Mungu ya kwamba tukaweze kuegemeza maisha yetu kwake. Ni mpango wa Mungu ili tukaweze kupokea utulivu mioyoni mwetu kupitia imani. Na tunapokuwa na imani, tunasema kwamba inatusaidia tukaweze kujua udhaifu wetu. Wakati unakuwa na imani ndani yako, imani hii itakusaidia ukaweze kujua ni udhaifu gani ambao uko nao ndani yako. Maana wakati uko na imani, unaenda mbele za Mungu, unaomba Mungu akaweze kusaidia kwa maisha yako. Na wakati unaomba Mungu anakusaidia kupitia hiyo imani, Mungu anakusaidia ukaweze kutambua udhaifu gani ambao uko nao. Udhaifu gani ambao uko nao kwa ndoa yako. Udhaifu gani ambao uko nao mahali pa kazi. Udhaifu gani ambao uko nao kwa biashara yako. Lakini usipokuwa na imani kwa Mungu, utapata kwamba we are blinded. Unapokosa imani kwa Mungu, umepofushwa. Hauwezi tambua ni udhaifu gani ambao uko nao. Kwa hivyo tunapaswa kuwa na imani kwa Mungu.
Mungu akaweze kutusaidia, tukaweze kutambua aina ya udhaifu ambayo tuko nayo kwa maisha yetu. Kwa hiyo kazi, kwa hiyo biashara, kwa hiyo ndoa, familia, hata katika huduma zetu, lazima pia tukaweze kumwamini Mungu ili akaweze kutusaidia, tukaweze kutambua udhaifu ambao tuko nao kwa maisha yetu. Kwa hivyo ni jinsi nilivyosema kwamba imani ni funguo. Faith is a key. Imani ni funguo ya ufanisi wetu. Weka imani yako kwa Mungu. Mtumaini Mungu kwa kila jambo ambalo unafanya. Therefore, I want us to look faith into two concepts. Yani tukaweze kutambua imani, tukaweze kutazama imani kwa labda kwa mitazamo miwili. Jambo la kwanza, we must believe that he is. Faith consists in two concepts. Number one, we must believe that he is. Imani inaashiria vitu viwili kwa Mungu. Na la kwanza ni kwamba lazima tuamini ya kwamba Mungu ni Mungu. Believe that God is God. Sijui kama umenielewa. Believe that God is God. Amini ya kwamba Mungu ni Mungu. There is no other God apart from him. He is the only one that we need to glorify. Ni yeye tu ambaye tunapaswa kuweza kufanya nini? Kumwabudu na kumtukuza. We must believe in the existence of God. Lazima tuamini ya kwamba Mungu anaishi na anaishi milele. A true belief in God's existence includes faith in his transcendence and essence. Yani, ile kuamini kwa kweli ya kwamba Mungu anaishi, lazima mtu awe na imani ya kwamba Mungu yeye ako, ama yani yeye uwepo wake upo nasi. The essence of God is with us. Therefore, if we cannot believe that God exists, kama tuwezi amini kwamba Mungu anaishi na Mungu anafanya mambo ama anafanya kazi kwa maisha yetu, then we cannot receive from him. Number two, we must also believe that he is also a rewarder of those who seek him. Lazima tuamini ya kwamba yeye ndiye ambaye anatuzawadisha wote ambao wanamwamini, wote ambao wanamtafuta. Yeye ndiye anatupatia kila kitu ambacho tunakihitaji. So we must believe that he is our rewarder. Amini ya kwamba ni yeye ambaye yeye ndiye mpeanaji wa kila kitu kwa maisha yako. Weka imani yako kwake, ukiamini ni yeye ambaye anapeana kile ambacho unahitaji kwa maisha yako. Unahitaji biashara yako kunawiri, unahitaji kazi yako kufanikiwa, unahitaji familia yako ikaweze kusonga mbele na kukua imara, unahitaji labda kwa hiyo ndoa kuwe na imani, kuwe na amani na utulivu. Amini ya kwamba utulivu huo unatoka kwa Mungu, maana Mungu ndiye ambaye anapeana. Nikimalizia, ningependa kutueleza kwamba kwa nguvu zetu wenyewe bila kumtumaini Mungu hatuwezi. Kwa maarifa yetu ambayo tuko nayo bila kumtegemea Mungu, bila kuweka imani yetu kwa Mungu, hatuwezi pokea utulivu ndani ya nyoyo zetu. Wacha tukaweze kujifunza jinsi ya kutembea katika imani kwa Mungu na mipango yake yote na ugawaji wake wote ndani yetu kwa kumwamini. Na tunapomwamini Mungu, anatupatia utulivu ndani ya mioyo yetu. Sijui ni wapi umekosa utulivu. Sijui ni wapi umekosa
tumaini, umekosa, yani umekata tamaa. Lakini asubuhi ya leo ningependa kueleza kwamba wewe weka imani yako kwa Mungu. Japokuwa haujaona chochote ambacho umekuwa ukimwamini Mungu nacho, haujaona matokeo, weka imani yako kwa Mungu. Zidi kumtumaini Mungu. Zidi kujiegemeza kwa Mungu. Weka mipango yako yote kwa Mungu. Inaonyesha kwamba imani yako iko kwa Mungu. Na tunapofanya hivi tutapata utulivu kwa Mungu wetu. Mungu akaweze kuwabariki na akaweze kuwainua kupitia hilo neno. Amen.